Wageni pendwa, karibu sana. Na asante kwa kuhudhuria tukio hili muhimu kwetu. Kwa niaba ya Mambo Media Limited, ninajivunia kuwakaribisha rasmi kwenye mkutano wa uzinduzi wa PoaFlix. Jukwaa la kwanza ni pekee la OTT linaloweka Kiswahili mbele kama lugha ya msingi. Leo hatuzindui tu huduma ya kidijitali, bali tunaanzisha jama mpya ya simulizi za Kiswahili, ubunifu wa maudhui ya ndani na fahari ya kitamaduni ya kidijitali. PoaFlix imezaliwa kutokana na imani rahisi lakini yenye nguvu kwamba lugha yetu, hadithi zetu na waombaji wetu wanastahili jukwaa la kimataifa. Kwa muda mrefu, maudhui ya Kiswahili yamekuwa pembeni ya majukwaa ya kimataifa. Kupitia PoaFlix tunabadilisha hali hiyo, tukitoa nafasi iliyojengwa kwa ajili yetu na kwa mikono yetu mwenyewe. Jukwaa hili ni zaidi ya burudani, ni fursa. Fursa kwa watengeneza maudhui kustawi, kwa watazamaji kuunganishwa tena na tamaduni zao, na kwa utamaduni wetu kung'aa mipakani. Asante kwa kusimama nasi katika mwanzo wa kile tunachoamini kuwa ni hatua ya kihistoria katika sekta ya media ya kidijitali Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla. Karibu tena, karibu sana. Mimi naitwa Dunvani na niko Poa na PoaFlix. Mimi ni brand influencer wa application hii ya kampuni hii ya Mambo Media, na nina furaha kwa sababu nimeona fursa sio ya mmoja mmoja. Ni fursa ya mmoja, lakini ni fursa ya jamii kiujumla, kwa sababu PoaFlix imekuja kwa lengo la kutoa ajira kwa vijana, especially kama sisi. Mara zote rafiki zangu walikuwa wakiniambia, bana, tunahitaji na wewe uanze kufanya series. Kila siku tunakuona upo kwenye series za watu, kila siku tunakuona unafanya content Instagram, lakini tunataka ufanye series yako kama yako. Nadhani nilikuwa naongea na rafiki yangu Patrick Kanumba, nikamwambia mimi natamani tufanye hivyo, kwa sababu unakumbuka hata mwanzo tulitengeneza series yetu ambayo inaitwa Bad Boys na tukapeleka YouTube, lakini malipo yake yalikuwa madogo sana. Imagine kwenye episode 12 na nilitumia zaidi ya milioni 4 kwa muda wa miezi 6 nilitengeneza shilingi 800,000. Nikamwambia sipo tayari kutengeneza hasara hiyo kwa wakati mwingine. Kwa hiyo ni lazima nitafute sehemu sahihi ambayo naweza nikapeleka maudhui yangu, either niauze direct ama niauze indirect, ambapo mimi mwenyewe yatanipa faida. Kwa hiyo ikawa kama Mungu. Baada ya kuongea wiki moja mbele, nikapata message kutoka kampuni hapa ya PoaFlix kuwa wanahitaji kufanya kazi na mimi. Tukaenda tukakaa mezani na wakanielezea namna ama jinsi PoaFlix inafanya kazi. Na nilikuwa very interested na nikaona kwamba tunaweza tukafanya kazi, kwa sababu faida ya PoaFlix, kwanza, yenyewe haihitaji mambo mengi. Yaani sijui uwe na subscribers 10,000, uwe na subscribers 1,000. Wale views wako tu wanaokuangalia, hata ukiwa na subscriber mmoja, views wako ndio pesa yako. Kwa hiyo the way unapopromote kazi yako ndio the way pia itakapokulipa. Na hii PoaFlix yenyewe ni unaweza ukatengeneza kazi yako. Mfano kama juzi nilikuwa naongea na mdogo wangu Said, yeye ana show siku ya Ijumaa, na ile show yake nilimuuliza, baada ya kufanya show hapo Mlimani City, je, unaipeleka wapi? Unaenda kupata stress ya YouTube kwamba usubiri wewe bana itarudisha pesa yangu au itarudisha, au uchukue kazi yako uipeleke PoaFlix then watu walipie kwa ajili ya kuona. Kwa hiyo bado ndipo kwenye mazungumzo naye, nadhani na aliona ni jambo zuri, kwa hiyo naamini atafanya hivyo. Na mimi pia nina kazi yangu ambayo very soon nitaiweka kwenye PoaFlix, kwa sababu
sitaki tena kupata zile hasara za hapa na pale. Uzuri pia wa Powerflix ni kwamba application hii hapa unaweza ukatazama maudhui yote kwa Kiswahili. Tumezoea hizi app nyingine hizi, mfano kama Netflix. By the way, Netflix utaenjoy kama tu unajua Kiingereza. Utaweka subtitle ama utachagua lugha pale ya kuweza wewe kusikiliza na ukaelewa, lakini Powerflix ni direct kabisa. Ukija na movie yako ya Kizungu, ukija na movie yako ya Kihindi, ukija na movie yako ya Kiarabu, utaibadilisha itakuwa Kiswahili na kila Mtanzania ataweza kuelewa. Kwa kumalizia, kwa sababu alonipita mimi ndugu yangu Mkaliweno na kigugumizi, kwa hiyo naamini amekula muda mwingi sana hapa katikati. Ukidownload sasa hivi application ya Powerflix, utazama video zote, kutazama maudhui yote yaliyokuwepo mule ndani ni bure. Tunaona huko mitandaoni kuna watu wanaingilia professional za watu, naweza tukasema labda sijui ni kihelehele ama vipi. Lakini kama una kipindi chako cha kihelehele, kama una kipindi chako cha ujuaji, kama una kipindi chako chochote, basi usikitupe Instagram ambapo unaposti tu bila faida. Powerflix ipo kwa ajili yako, tengeneza maudhui yako, weka hapo. Hata hizi interview zenu mnaweza mkazichukua mkazipeleka pale. Na lengo kubwa pia la hii Powerflix hapo mbeleni, hata hizi music videos za wasanii latest for the first time zitakuwa zinaonyeshwa kwenye Powerflix. Kwa hiyo download sasa hivi, jiunge na Powerflix. Ukishajiunga wewe subiri tu vitu vizuri kutoka Powerflix. Mimi binafsi nikiwa kama Gen Z niwakaribishe wale vijana wenzangu wa TikTok. Kwa TikTok kule bwana kuna vijana ukweli wana maudhui mazuri, wanapata viewers wengi, wana mashabiki wengi, lakini swala la kutengeneza hela kwao limekuwa changamoto. Ni tabu sana. Tap screen, send gift, yani wamekuwa kama ombaomba. Kwa hiyo jukwaa hili hapa la Powerflix ni liko rasmi kwa ajili ya kuinua vijana wote wanaojitambua na wanaojua nini wanafanya. Asanteni sana. Niko poa na Powerflix. Bwana nakuaje? Bwana mimi niko poa na Powerflix. Wewe uko poa na nani? Bwana wote wetu poa na Powerflix. Kwanza mimi napenda kushukuru Mwenyezi Mungu kwa hapa. Lakini pia bwana nishukuru Powerflix kwa ujumla kwa sababu kwa mara ya kwanza nimefanya press conference Kilimanjaro Hyatt. So mstari popote pale nikawatisha baadhi ya waandishi mfano Lodge alisema mkali na Hyatt wapi na wapi. Lakini mambo ya Powerflix kiukweli mimi nisema kwamba hii Powerflix ni ipo kwa sababu yetu sisi vijana. Ipo kwa ajili ya watu wote, lakini hasa vijana Gen Z. Kwa sababu ni platform ambayo sasa hivi kila mwenye simu anaweza kuwa content creator. Lakini sio kila content creator anaweza kuproduce money. Anaweza kufanya content yake kwa kama ajira. Watu wengi wanafanya tu ndio sometimes unakuta mtu anakuwa maarufu lakini maarufu wake hauna maslahi. So Powerflix ni ajira ambayo imekuja Nirishi na timu yake walikaa wakaona Tanzania wengi ma content creator ni wengi sana, lakini wengi wanafanya nishati katika mitandao ya kijamii bila kupata manufaa kama wanahitajika. Ndio maana tunakuta tuna wasanii wengi maarufu lakini kipato changamoto. Kama mimi maarufu lakini hata gari sina. Lakini mimi kwa kutumia Powerflix huenda nenda kubadilisha mfumo mzima wa maisha yangu. Umeona bwana? So hii ni ajira. Hii ni ajira, hii ni fursa, vijana tutumie. Lakini pia nimshukuru bosi Tanzania mweupe Bwana Nilesh kwa kuona kwamba vijana wengi tunahangaika. Kaona ngoja atengeze fursa application na Powerflix ambayo itakuwa ajira kwa vijana wote. Just imagine malipo yake ni makubwa zaidi ya YouTube. Tulikuwa tunaichambua watu wengi wanaweka YouTube kazi mfano views wa YouTube, malipo ya views wa YouTube labda 100,000. Hii tuliangalia zaidi ya mara 10. Mfano labda ukiweka YouTube unapata 10,000 views 1,000 mfano. Lakini Powerflix unapata 100,000. Alipiga message mimi nikapagawa nikasema basi na YouTube ndio kwa sasa tena kazi. Nitakuwa na Powerflix. So nikupongeze Bwana Rilesh hii ni maana halisi ya kujivunia kwa Mtanzania.
Lakini pia PowerFix ni sehemu ambapo application inawekwa kazi zote kwa njia ya Kiswahili pekee. Yaani hamna kazi ambayo utaipata kwa njia ya Kiingereza. Utakuta Waingereza wapo, wazungu, sisi tofauti za Kikorea, za Kihindi, lakini zimetafsiriwa kwa njia ya Kiswahili. Kwa hiyo pia ni sababu wa jinsi gani Nilesh alipokuwa anakithamini Kiswahili, anakikuza, na sisi pia tukikuza Kiswahili chetu. Pia anakupata naongea bwana Nilesh. Lakini PowerFix kuanzia leo tukiongea, mtu anaweza kudownload kwa sababu inapatikana sasa hivi katika Play Store kwa watumiaji Android, Apple Store. Lakini kuanzia leo ukidownload PowerFix unaweza kuangalia chochote bure free ndani ya mwezi mzima. Unaweza kuangalia movie, documents, series, kila kitu bure kabisa. Lakini pia unaweza ukajikuta mimi sasa hivi nimekuwa bondia. Unaweza kukuta ngumi zangu ambazo hata hujawahi kuona katika PowerFix. Unaweza kukuta pambano langu mimi na Mwakinyo au mimi na Kiduku au mimi na Selena Kiduku, unaweza ukalikuta huko, au mimi na Dulvani. Unaweza ukalikuta. So mimi niambie tu vijana zangu tutumie PowerFix. Hii ni zaidi ya fix zote ambazo tunazijua. Hii naweza nikatoa mfano, lakini ni bora sana kwa sababu ipo kwa lugha yetu ya Kiswahili. Hii ni zaidi ya Netflix kama tunavyoona, lakini ipo kwa lugha yetu. So mimi niwashauri tu vijana, mtu kama ana simu yake utakaona video hii, ingia Play Store au Google Play, download hapo. Sasa hivi PowerFix upate nafasi ya mwezi mzima kutazama kila unachokitamani kukitazama bure sana. Kuna vitu vingi exclusive nyingi sana. Mimi nimefanya vitu humo vya ajabu. Nilishasema mkali kama hujapigana Mwakinyo njoo kwanza nikupigisha kuna na Wahindi. Nimepigana na Wahindi kwenye PowerFix, ziko vitu vingi sana. So downloadini hapo, tutumie kama nafasi kama fursa. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na cha kuchangia pia hawezi jua inawezekana ndio ambao walifungwa kimya kimya katokana na PowerFix. So twendeni. Asanteni sana.